Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema anaupa ulimwengu siku 10 tu kwa ajili ya Iran, la sivyo ataishambulia. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba wakati huu ni siku 10 tu zilizosalia ambapo ameipa nchi ya Iran katika mazungumzo, la sivyo ataishambulia vibaya sana. Rais huyo amesema dunia itajua ndani ya siku 10 zijazo kama Marekani itafikia makubaliano na Iran au kuchukua hatua za kijeshi. Katika mkutano wa uzinduzi wa bodi yake ya amani huko Washington DC, Trump alisema kuhusu mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu juu ya mpango wake wa nyuklia, akisema lazima tufikie makubaliano yenye tija, vinginevyo mambo mabaya yatatokea. Katika siku za hivi karibuni Marekani imeongeza vikosi vya kijeshi Mashariki ya Kati, huku hatua ikisemekana kupigwa katika mazungumzo kati ya wapatanishi na wa Marekani na Iran nchini Uswisi. Wabunge nchini Marekani kupitia vyama vyote viwili vya Democratic na Republican wamepinga hatua yoyote ya kijeshi kuchukuliwa na rais wa Marekani nchini Iran bila idhini ya bunge. Katika maelezo yake, Trump alibainisha kuwa wajumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner, ambaye pia ni mkwe wa Trump, walikuwa na mikutano yenye tija sana na Iran. Imedhihirika kwa miaka mingi kuwa si rahisi kufanya makubaliano yenye maana na Iran, alisema Trump. Vinginevyo mambo mabaya yatatokea. Siku moja kabla, waziri wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alionya kwamba Iran itafanya la busara sana kufikia makubaliano na Marekani, akiongeza kwamba Trump bado alikuwa na matumaini ya suluhisho la kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Makombora na ndege za kivita za Marekani zilishambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran mnamo mwezi Juni mwaka uliopita, na ikulu ya White House iliripotiwa kujadili chaguzi mpya za mashambulizi wiki hii. Vikosi vya Marekani vimekuwa vikiongeza uwepo wake katika eneo hilo katika wiki za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa meli za kivita, ikiwa ni pamoja na ile ya USS Abraham Lincoln. Picha za satellite pia zimeonyesha Iran ikimarisha vifaa vyake vya kijeshi, na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei amechapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akitishia vikosi vya Marekani. Rais wa Marekani husema kila mara kwamba Marekani imetuma meli za kivita kuelekea Iran. Bila shaka meli ya kivita ni kifaa hatari cha kijeshi, moja ya ujumbe wa Khamenei ulisema. Wabunge kadhaa wa bunge la Marekani wameonyesha kupinga hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, wakati huu hali inaonekana kuongezeka kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na jinsi ambavyo viongozi wa mataifa yote mawili wamekuwa wakitoa maonyo makali dhidi ya upande wa pili. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati huu, endelea kutufuatilia.